Karibu katika kijiwe cha Nongwa, mtazamaji wa Kasako Media. Langu jina Mohamed Defense na pembeni yangu ni Funga Meza Junior na nyuma ya kamera ni Harrison Hosea. Kubwa zaidi katika siku hii ya leo ni kuhusiana na kauli ya meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe. Namna ambavyo amezungumza kuhusiana na sajili ambazo wamesajili wachezaji msimu huu ambao wameshindwa moja kwa moja kuingia katika kikosi cha Yanga. Je, kauli ambayo wameizungumza wachezaji hao kuwa kama backup ina ukweli wowote sasa hivi au ni wachezaji wao wamefeli? Funga Meza, kauli ambayo amezungumza Ali Shabani Kamwe ina ukweli au tuseme wachezaji hao wameshindwa moja kwa moja kuwashawishi mashabiki pamoja na kocha kuingia katika kikosi cha kwanza? Jamani, sisi tulifanya usajili kwa ajili ya kuboresha timu yetu. Hatukufanya usajili kwa ajili ya kujenga timu yetu. Hatukumsajili sisi Boyeli ili aje aanze mbele ya Prince Dube. Nadhani ni tapatapa mfamaji. Yes, ukisikia neno tapatapa mfamaji ndio hiki ambacho amekizungumza Ali Shabani Kamwe, kwa maana ni kauli ambayo haina ukweli na wala uhalisia ndani yake. Kwa sababu ukiangalia ukirudia kauli ambazo amekuwa akizungumza mara zote Rais wa Dar es Salaam Young Africans kwa maana ya Engineer Hersi Said, mara nyingi wakisikika kisisitiza kwamba wao usajili wao mara nyingi wanaangalia ama wanasajili wachezaji wenye ubora mkubwa ambao moja kwa moja anakuwa na ubora zaidi ya yule ambaye yuko. Kwa sababu ukiangalia klabu ya Yanga hakuna eneo ambalo halina mchezaji. Maeneo yote yana wachezaji. Lakini je, hao wachezaji wanapopungukiwa kitu gani? Kwa kile ambacho kimepungukiwa kwa mchezaji huyo aliyotoka ndicho ambacho inabidi ukitafute kwenye mchezaji mpya ambao unamsajili. Kwa hivyo misingi ya usajili wetu sisi kwanza ni kuanalyze timu yetu, kuangalia wapi imepungua na replacement tunayoileta inapaswa kuwa zaidi ya yule mtu ambaye yuko pale. Lakini ukiangalia this time around kwenye kosi ya Dar es Salaam Young Africans unaonekana asilimia zaidi ya 80 usajili ambao umefanyika umeshindwa kuingia katika kikosi cha kwanza. Kwa maana gani? Kwa maana umefeli. Kwa hiyo ukiona usajili unafanyika kwa kiasi kikubwa, numbers kubwa wachezaji ambao wameongezwa wameshindwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza, hiyo inatoa taswira ya kwamba wachezaji ambao waliosajiliwa wamefeli. Na ukitaka kudhibitisha hilo, angalia usajili ambao umefanywa mtu kama Musa Barakonte mpaka sasa hivi, wale wachezaji ambao wamekuwa wakifanyika walikuwa wakitumika msimu uliomalizika ndio wale ambao wamekuwa wakitumika msimu huu. Ukiacha hivyo kiwangaika na Celestine Okuo wanacheza lakini uoni bado kuwa na impact ya moja kwa moja kwenye kikosi. Lakini ukimwangalia mtu kama Ande Boyeli Tembo, yes, jana amecheza vizuri lakini sio kwenye ile top performance. Nadhani kila mmoja ameshuhudia. Kwa hiyo utagundua kwamba Young Africans msajili nyingi ambazo wamezifanya msimu huu dhahiri shahiri zimefeli kwa kiasi kikubwa, na wanapaswa kukubali kwamba wamefeli kwa sababu wameshindwa kuonesha ubora ambao watu wengi wanatamani kuona kutoka kwao. Na mara zote tunaamini kwamba unapofanya usajili ina maana kwamba unaleta mchezaji bora kuliko yule ambaye yuko, ili mradi timu iendelee kukua. Kwa hiyo kama utasajili mchezaji ambaye ana ubora kumshinda yule ambaye yupo, ina maana timu haiwezi kufanyaje? Haiwezi kukua. Kwa maana gani? Kwa maana kama Maxim Pia Zengeli hakiferi, ina maana huyu ambaye atakaingia kuchukua nafasi ya Maxim Pia Zengeli ubora wake upo chini, kwa maana timu nayo itadrop. Kwa hiyo mwisho wa siku utagundua kwamba sajili ambazo zimefanyika Young Africans zimefeli. Kuna Musa Barakonte katika kikosi cha Young Africans ambaye ameenda kuchukua nafasi ya Redi Aucho. Nataka ujibu, amefanikiwa amefeli? Musa Barakonte ameferi, na ameferi kwa kiasi kikubwa na ameferi kwa herufi kubwa. Yes, mimi naamini promo ilikuwa kubwa ya Musa Barakonte, ushindani ulikuwa mkubwa kwenye kumsajili, lakini labda ilikuwa wali long target. Ukiangalia wamemwacha Khalid Aucho. Kwangu mimi naamini kwamba Khalid Aucho angeendelea kubakia japokuwa na utu uzima ambao wanasema yuko nao, bado still angeendelea kucheza katika kikosi cha kwanza cha Young Africans, kwa sababu ukiangalia orodha wa wachezaji ambao wapo kwenye kikosi hiko ndio wale ambao walikuwa msimu uliomalizika ambao Khalid Aucho alikuwa anaweka bench na yeye akianza. Kwa hiyo utagundua kwamba Musa Barakonte ni usajili ambao ulifeli. Kwangu mimi naweza kusema labda walifanya usajili wa miemko, kwa maana fulani alimtaka na wao wakafanyaje? Wakamtaka. Au kuangalia demand ya timu inahitaji nini kwa wakati gani. Kwa hiyo unapofanya sajili kwa miemko, mwisho wa siku unasajili mchezaji ambaye kwa kweli huwezi kumtumia ama hawezi kuperform kwenye level ile, kwa sababu ni mchezaji ambaye wewe haukuwa na mahitaji naye ama timu yako haina matumizi naye. Kwa hiyo Musa Barakonte amefeli 100%. Kuna Boyeli katika eneo la ushambuliaji amefunga mabao mawili, lakini pia kuna Mohamed Dumbia, lakini Lassen Kouma katika wachezaji ambao wameingia na Ekua. Hao ambao nimekutajia sasa hivi, nani ambao unahisi moja kwa moja aendelee kubaki katika kikosi cha Young Africans na kupewa muda, na mwingine nani ambao unaona moja kwa moja anabidi kupewa thank you? Kwangu mimi kwanza wote bado hajaonyesha kiwango kibora hoja. Hamna tu mmoja. Kwangu mimi wote hakuna mchezaji ambaye ameonyesha kiwango bora cha kustusha. Yaani kwamba yes, huyu mchezaji ama usajili umefanya vizuri. Mfano, watu wamekuwa kimzungumza sana Mohamed Dumbia. Dumbia promotion imekuwa kubwa, wanamuita AI, nini na nini. Lakini ukweli Mohamed Dumbia kwangu mimi miongoni pia wasajili ambao zimefeli ndani ya Young Africans. Anacheza kwa sababu kwenye kosa ya Young Africans hakuna namba 10 mwingine mbadala.
Sisi tumeelewana. Leo hii ukizungumza kwenye kikosi ya Young Africans namba 10 ni nani? Mwenye ubora. Msimu uliomalizika Young Africans walikuwa na Stefan Aziki, alikuwepo na Clatous Chota Chama. Sisi tumeelewana kwa maana hao ndio walikuwa namba 10 katika ile eneo. Asipocheza Chama, atacheza Stefan Aziki. This time around, wewe unaona kuna namba 10 gani kwenye kikosi ya Young Africans? Zahir Shaili eneo hilo pia halina mtu. Kwa hiyo kama eneo ambalo halina mtu, yule ambaye alikuwepo hafadhali acha afanyaje? Acheze. Ndio kitu ambacho kinatokea kwa Mo Dumbia. Ukiangalia promotion ya Mohamed Dumbia, of course unaweza kuona na touch nzuri, lakini bado hajakuwa na impact na timu. Sisi tumeelewana. Ukiangalia takwimu zake, ndio mchezaji ambaye amekuwa akipoteza mipira mingi, ndio mchezaji ambaye anacheza uwanjani kama ipo peke yake. Watu wasemi. Sisi tumeelewana, lakini watu wakija kwenye media, AI, lakini uhalisia ndio huo, kwa sababu mpira uzuri unachezwa hadharani. Sisi tumeelewana. Ngoma inapigwa hadharani, bora anaonekana, Pacome Zouzoua anaonekana bora, si anaonesha. Sisi tumeelewana, consistency inaonekana. Maxim pia Zengera anaendelea kudumu kwenye kikosi, anaonekana ana ubora. Watu walitegemea sasa Young Africans timu ya msimu unamalizika inaonekana kwa na kiwango kizuri, alikuwa kiwango kibaya sana, si ndio? Watu sasa watakumwa kuona analetwa mtu zaidi ya Pacome. Kwa maana kama kulikuwa na eneo A liende kwenye eneo B. Kama walikuwa katika eneo B waende kwenye eneo C. Kwa maana ya rank ya ubora iendelee kufanyaje? Kupanda. Kwa maana kama utakuwa na top performer yako ni Maxi pia Zengeli, na maana timu yako itafanya kama ilivyofanya msimu uliomalizika. Sio, umeshanielewa kidogo hapa Mo? Kwa maana hauwezi kufanya vizuri kama unasajili ambazo zipo chini kuliko wale ambao wako wanaanza. Kwa maana walitegemea kwamba kama kuna mtu ambaye analetwa basi awe bora zaidi ya Maxim pia Zengeli. Kwa maana akija pale moja kwa moja atakwenda kuongeza ubora wa timu. Walikuwa ni Funga Meza Junior akizungumza kuhusiana na mada yetu hii kwa siku hii ya leo. Hiki ni kijiwe cha Nongwa kutoka hapa Kasako Media. Shukrani sana kwa mtazamaji wetu kuanzia pale mwanzo mpaka sasa hivi tunaweka nanga. Langu jina Mohamed Defense na nyuma ya kamera amesimama Halson Osia. Shukrani sana. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.